Hayawi yamekuwa ni asubuhi mapema tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 2025, ndipo vikundi viwili vya vijana kutoka katika mji wa Bujumbura, The New Friends Muslim na The Vision Muslim, wakiungana kwa pamoja kunako msafara wa kiihsani kuelekea kunako mkoa wa Gitega Pana, wilaya Muramvya Centre. Baada ya kuyafanya masaa katika msafara wetu barabarani takriban lisali 1.5 katika milima na mabonde, ndipo tulipowasili kunako mji wa Muramvya majira ya saa 2 asubuhi. Msafara wetu ulikuwa ni mzuri, tumeweza kuwasili kwa usalama na amani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukiwa tumewasili kunako hospitali kuu hapa katika mji wa Muramvya Centre kwa kuweza kueleza yetu ya kidawa kwenda kuwatembelea wagonjwa hospitalini. Sisi kama Sakina TV tumeshawasili hapa tukiungana na kundi mbili pendwa, The Vision Muslim na The New Muslim, endelea kusaidia Burundi kwa matukio yote ambayo yatakuja kunako mkoa huyu wa Muramvya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu watazamaji wa Sakina TV Burundi, tukiwa tumewasili sehemu ya tukio, na hapa niko na mmoja wapo miongoni mwa wenyeji wa mkoa huyu wa Muramvya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunako muda huyu kupitia TV za Sakina TV Burundi wako nakutazama nchini nzima barani ulimwengu. Kwa majina yako ni nani? Masud Nduwimana. Leo tunaona kuna ugeni ambao uko katika mkoa wa katika komini ya Muramvya. Ugeni huyu mmeupokeaje, mnauonaje? Nimeona unapendeza sana na karibu sana. Ni ipi neno ambayo unataka kuwafikishia watazamaji wa Sakina TV Burundi kunako msafara huyu? Kunako msafara huyu nikasema eti wenyewe wanatazama waunge vikundi ya kwenye jambo la heri. Ninasikia eti wanakuja kutembelea wagonjwa, ni jambo la kupendeza sana. Ndugu mtazamaji wa Sakina TV Burundi, hapa nilikuwa na Sheikh Nduwimana Masudi tu katika hospitali kuu ya Muramvya Centre. Endelea kufuatilia Sakina TV Burundi kwa matukio yote barani ulimwenguni hapa katika mkoa wa Muramvya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapokezi yalikuwa ni mazuri yasiyokuwa na mfano, tukiwa na mgeni wetu ambaye ni Sheikh Isa Shimirimana almaarufu Kishki. Watu wa Muramvya waliweza kumpokea kwa furaha na shangwe na bashasha. Hii ni Sakina TV Burundi, endelea kuifuatilia kunako matukio yote hapa yanayotokea kwa mkoa wa Muramvya.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ndugu zanguni, jopo nzima ya vijana tuliotokea Bujumbura mpaka katika komine hii ya Muramvya, tukishirikiana na wenyeji wetu masha Allah, akina baba wa akina mama, watoto, wakiongozana na amiri wa nafasi hii. Kwa hakika asubuhi ya leo tumefanya jambo adhimu na muhimu. Tumwombe Allah jambo hili ambalo tulilolifanya atujazie katika mizani ya matendo yetu mema siku ya Kiyama. Kadhalika atujalie tuwe tumefanya kwa ajili yake peke yake, si kwa ajili ya kujifakharisha wala kwa ajili ya kujionyesha. Jambo hili ambalo tumelifanya ndugu zanguni, kuja katika hospitali hii ya Muramvya asubuhi ya leo kwa ajili kwanza ya kuwaona wagonjwa, kadhalika na kuwaliwaza kwa kile tulicho nacho na kuwaombea dua kwa Mwenyezi Mungu awape shifa kwa mtihani huu wa maradhi walioupata. Kuwatembelea wagonjwa haijakusudiwa tu kwa watu wa karibu, kwa kuwa bamdogo au shangazi akiumwa ndo twende tukamuone hospitalini, bali hii ni haki miongoni mwa haki za Muislamu kumfanyia Muislamu mwenzake. Katika mambo ambayo tunajifunza kwa kwenda kuwaona wagonjwa, kwanza tunapata kujua neema ya siha tulizokuwa nazo, na hili linatupelekea sisi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa sisi kutupa siha na afya tuliokuwa nayo. Kitendo hichi madhhab jamhur al-ulama wameona kwamba ni sunna yenye kukokotezwa, sunnatun muakkada. Bali wengine walikwenda mbali wakaona kwamba kuwatembelea wagonjwa ni inawezekana ikawa ni wajibu, ni lazima kwa nafasi na mahali maalumu. Nimetanguliza kusema kwamba jambo hili tumefanya asubuhi ya leo ni jambo muhimu na adhimu, na tujipongeze kwa hili ambalo tumelolifanya, na hili jambo liwe istimrar, lisiwi mara moja tu, liwe mwendelezo. Tuwe tunajipa wakati, tunajipa muda wa kwenda hospitalini kwa ajili ya kuwatazama wagonjwa. Tumesema ni sunna muakkada. Muakkada ni sunna ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alidumu nazo. Kuna sunna ambazo ahyanan alikuwa akizifanya, wakati mwingine azifanyi, lakini kuna zile sunna ambazo Mtume alidumu nazo mpaka anakufa, ikiwemo hii ya kwenda kuwatembelea wagonjwa. Bali katika mafundisho yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuzungumza akasema, haqqul muslimi ala almuslimi khamsun, haki ya Muislamu kwa mwenzie Muislamu zipo 5. Miongoni mwa hizo 5 akasema iyadatul marid, kumtembelea mgonjwa ni moja katika haki tulizokuwa nazo. Bali walidhalika ipo hadithi ambayo inaweza ikatupa faraja. Mtume alieleza akasema, hakika ya Muislamu anapomtembelea ndugu yake Muislamu hospitalini kwenda kumuona na kumjulia hali, asema Bwana Mtume Muhammad, huwa yupo katika mabustani ya peponi mpaka pale ambapo atakaporejea. Yani kipindi chote hiki tumechukua muda kufanya ziara katika nafasi kama hizi, tunahesabiwa kama tupo katika mabustani ya peponi mpaka tutakapotoka katika lango kuu la hospitali hii. Hapo ndipo tunahesabika kwamba tumetoka katika mabustani yale ya peponi. Nimalizie jambo la mwisho. Imamu Ali ibn Abi Talib rahimahullahu ta'ala au radhiyallahu anhu wa ardah, siku moja alimchukua kijana wake wende wakamtembelee Hassan, alikuwa ni mgonjwa, wende wakamfanyie ziara kama tulivyofanya sisi.
Anaeleza, anasema walipofika kule wakamkuta Abu Musa, na yeye alikuwa amekwenda kumtembelea kijana Hasan. Ali akamuuliza Hasan, ya Aba Musa, akasema umekuja kumtazama mgonjwa au umekuja kutembea tu kufanya ziara ya kawaida? Abu Musa akamwambia, jitu aidan, nimekuja mimi kumtembelea kutazama mgonjwa. Tumefanya jambo muhimu na adhimu kikweli kweli, tunamwomba Mwenyezi Mungu atukubalie. Mwisho tunamwomba Allah waponye wagonjwa hawa. Amin. Ya Rabbi, tunakuomba uwatolee matatizo na misukosuko waliokuwa nayo. Amin. Allahumma shfi mardana wa marda almuslimin. Allahumma shfi mardana wa marda almuslimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفهم وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kuimaliza ziara ya kuwaona wagonjwa hospitalini, ndipo moja kwa moja tumeweza kuelekea katika ukumbi wa The Croix Rouge de Muramvya. Ukumbi huu umekuwa umeandaliwa kwa niaba kupokea wageni ambao ni The New Friend Muslim na The Vision Muslim wakishirikiana na Sheikh mpendwa ambaye ni Sheikh Issa Shimiriman almaarufu Kishki. Endelea kufuatilia Sakina TV Burundi ili uweze kupata habari ama kuyafahamu yaliyojiri kunako ukumbi huyo. Ili tuweze kwenda kwa utaratibu uliokuwa mzuri. Rero bavandimwe b'Islamu, nkuko bimeze insha Allah tuza gutangura n'igisomo cha Qur'an, kuko ibikorwa vyiza iyo bigira bitangure biba ari vyiza cyane yuko dutangura n'amajambo ya Allah tabaraka wa taala, amajambo meranda. Rero insha Allah taala kuri ubwo rero reka duhamagare uza kutwugurira n'igisomo cha Qur'ani kugira ngo kino gikorwa cyacu Allah tabaraka wa taala agihezagire insha Allah. Bwana Kasim Fauzan falyatafadhal mashkura, utufungulie kikao kwa Qur'ani insha Allah. minash shaitanir rajim. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العظيم. تبارك وتعالى maneno mazuri, maneno matukufu yaliyotukuka, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala amekisifia kitabu chake kwa utukufu uliokuwa mkubwa. Wavandimwe wa Islamu, kuruno munsi masha Allah ni tariki 28 z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Wallahi twakoze ziara, tumefika hospitalini huko, alhamdulillah tumetoka huko na leo tumefika hapa. Na baada ya Bwana Kasim Fauzan kutufungulia kikao chetu kwa maneno yake matukufu, Qur'ani tukufu, tutaanza rasmi na harakati yetu. Na kabla ya yote, kabla ya kuwakaribisha mashekh zangu, nina hamu sana ya kuwakaribisha mashekh zangu, kuwasikiliza mashekh zangu pia na wazee wangu. Kabla ya hayo yote, insha Allah tutachukua nafasi ya kuwakaribisha na kuona uwepo wao viongozi wa hapa Muramvya. Allah azidi kuwahifadhi na kuwalipa kila la kheri. Insha Allah taala tutaanza na neno la ufunguzi, ambalo neno hilo la ufunguzi tutapenda kulipokea kutoka kwa kiongozi Amiri Kominale anaipeleka Muramvya katika dini yetu hii ya Uislamu. Insha Allah, acha nimpe karibu, nimkaribishe kwa dakika zake
takribani 10 ili insha Allah atufungulie kikao chetu. Huyu ni mwenyeji wetu, kama tumefika hapa pia ni kwa sababu katuruhusu. Insha Allah acha tumpatie nafasi kiongozi wetu, amiri wetu. Allah azidi kumhifadhi, ni mzee lakini Allah azidi kumhifadhi, amuongeze umri mrefu insha Allah wenye afya na amani. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana abane namwe. Amashimwe yose nayo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, we yatuzigamye kuri rigenekerezo ya 28 Kigarama umwaka w'2025. Allah we yadushoboje akatuzanira abashitsi, twongera dusabira amahoro n'imigisha kubasozereye izindi ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku muryango wiwe n'abazomukurikira gusha ku munsi w'imperuka. Allahumma amin. Nyakubahwa chef de zone Muramvya, washoboye kuza kwifatikanya n'iyi miyabaga imikangara muri iki gikorwa kidasanzwe gikoretse aha muri komine yacu ya Muramvya, kikaba cyatanguriwe no kuja gusuhuza abagwayi ku bitaro bikuru by'i Muramvya. Iki gikorwa rero cyakoretse kubera amashirahamwe abiri ari mu idini rya Islam, bakaba bavuye i Bujumbura. Ishirahamwe rya mbere akaba ari The New Friends Muslims, ishirahamwe rigira kabiri rikaba ryitwa The Vision Muslim. Ayo mashirahamwe rero uko ari abiri niyo yashoboye gutunganya iki gikorwa, bafadikanije n'ugwaruka rwaha muri komine yacu ya Muramvya, zone Muramvya, igikorwa cyo gukora ineza. Nuko rero idini rya Kiislamu risanzwe rirarikira abantu ibikorwa byo gufashanya, twisunze amajambo meranda dusanga mu gitabo ceranda ikigabane c'107 citiriwe Al-Ma'un, bisigura imfashanyo. Imana rero nyeranda muri ico kigabane c'107 niyo yavuze iti: ara'aita alladhi yukadhibuna bid-din, ati mbega wabonye uhakana umunsi w'imperuka? Fadhalika alladhi yad'u yatim, ati ni wa wundi akumira imfuvyi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, kandi atarika abandi gufungurira abakene. Nuko rero aya mashirahamwe abiri nashoboye kuvuga, The New Friends Muslims hamwe na The Vision Muslim, ari amashirahamwe afasha iyi migwi y'abantu bakenewe ubufasha. Ndetse mu idini rya Islam nuko hariho uburenganzira butanu umuntu ategerezwa kugirira mugenzi we.
Muri ubwo burenganzira rero hariho ugusuhuza abagwayi. Umuntu agwaye, ujya mugwayi arakenera uwumusuhuza. Ico gikorwa rero cakoretse, ndetse n'ibindi biraza kubandanya muri iyo migwi ikeneye ubufasha. Rero banyakubahwa, mwaje murongoye iyi delegation ya The New Friends Muslims hamwe na The Vision Muslim, turabahaye ikaze muri komine ya Muramvya. Umwanya wose muza kumara ngaha, mugubwe neza, mushobore gushikana ayo majambo meranda dusanga mu gitabo ceranda Quran, ndetse n'ibindi bikorwa byo gukora ineza. Twongera dushimira chef de zone wa komine Muramvya. Turazi yuko wari usanzwe ari umunsi w'akaruhuko ndetse no kwambaza Imana, ariko yahisemwo kuza kudushigikira. Turamukengurukiye, vyerekana ko imigenderanire y'idini rya Islam hamwe n'intwaro imeze neza. Ni kuri ayo majambo rero twuguruye ibikorwa vyacu vy'uno munsi. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amir Kominale wo ngaha i Muramvya, mashallah, aravuze amajambo meza. Allah amutuzigamire insha Allah. Rero bavandimwe b'Islamu, reka tubandanye na harakati zacu nkuko twavuze. Reka twakire Amir Zonare nawe kugira ngo ashobore gutanga ijambo ryo gutwakira. Amir Zonare arahawe ikaze insha Allah, falyatafadhal mashkura, ili tuweze kusikiliza kwa kutupokea insha Allah. Karibu. N'abadushigikiye muri ibi bikorwa, amahoro y'Imana bane namwe tudasangiye kwemera. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha ma kunna nahtadiya lawla an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Na inshallah ino munsi twaramutse tugenderwa n'abashitsi bavuye mu ntara yagutse ya Bujumbura. Nuko jewe nahawe ijambo nka Amir wa Zonare, ariko ndi naibu wiwe umwanya yafatiriwe. Ariko ku bwacu nyene ahi wacu n'ukuri turabakiriye, ni musangwe gweze, muratekanye. Ni ntara ni komine yagutse itekanye, zone itekanye. Umwanya wose muzaba muri ngaha n'ukuri ni musangwa amahoro, mutekane, ibyo mwateguye mubishikane mugwa neza. Nta nkeka badushigikiye mu bikorwa twahoramwo cyo gutanga ubuyi ku bitaro. Alhamdulillah, twashimye cyane akigoro bagize, kandi no munsi byaryoshe cyane. Twara dutanga ubuyi bugaragara, ariko no munsi habonetse n'umukate. Nuko akigoro mwagize nko musanzwe mwitanga, mushigikirane. Iri kundi ryahora ribikora rigatanga ubuyi bugaragara, tugire fikra ni gute no mukate ukwa muraboneka inshallah. Ntuboneke ino munsi gusa kubera hari haje abashitsi bavuye mu mpinga itandukanye. Nuko rero inshallah uri ngaha wese amenye ko iyi ni haki abagwayi bafise, niyo aba bashitsi baba batahari tumenye ko kizobandanya inshallah. Kwa ajili ya Allah ni watubwira ati laisa albila an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib. Ntabwo ari byo byiza gusa kwerekeza amaso yacu buseruko n'uburengero, ariko hari ibindi byiza twokora. Gutemberera abagwayi birashika aho ugasanga nawe ejo uciye ufatigwaho, hanyuma ukaronka n'abagutemberera, sivyo inshallah. Nuko rero abashitsi kabisa, alhamdulillah, twashimye kuba mwaje mu bikorwa nk'ibi. Natwe kabisa duhe ingufu, tubikunde, tubigumemo gushika tuzogira iherezo ryiza inshallah. Turabaha ikaze, nta nkeka turi kumwe namwe umwanya wose muri ngaha.
Allah babe hafi, ibiganiro byanyu bigende neza, niyo muza gusubira inyuma Allah babe imbere yanyu, ntihagire ikibazo na kimwe kibaba mu nzira inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuko muha ikaze kwanza, alhamdulillah twateye iteka no gutemberwa na kiongozi cyangwa chef de zone wa ngaha imuramvya. Rero inshallah reka tumuhe na wene agira icyo dushikiriza nka kiongozi wacu chef de zone atwara ngaha imuramvya inshallah. Ana tafadhali. Warahmatullahi wabarakatuh. Murakoze nyene icubahiro Mana mushobora byose, Mana nyene impuhwe, Mana nyene ikigongwe, Mana we waremye Burundi turemera n'abarundi, ndetse ni nawe waremye indongozi z'igihugu cyacu ciza Uburundi, uturemera n'amadini atandukanye, cyane cyane idini ririmo urukundo rudasanzwe ry'Abisilamu, no habwa icubahiro. Dusubiye rero reka dufate kano kanya ubwa mbere duha ikaze abashitsi bateye iteka aka karere, na cyane cyane abarongoye iryamigwi ibiri duhejeje kumva batubwiye avuye mu gisagara ca Bujumbura, banyakubahwa murongoye ry'amashirahamwe canke ama association abiri yaramutse atera iteka ngaha muri zone yacu nziza ya Muramvya, mukanaharangurira ibikorwa nkuko twari twabishikirijwe bijanye no gufasha abagwayi bari mu bitaro ngaha bikukira intara ya Muramvya ya kera. Banyakubahwa muserukira idini ry'Abisilamu ngaha muri komine yacu nziza ya Muramvya, nyakubahwa mugenzanje nawe userukira idini ry'Abisilamu ngaha muri zone ya Muramvya, n'abandi bafise amabanga anyuranye haba mu by'igihugu canke mu by'idini canke n'andi madini yoba yatumiwe ngaha, tugira amahoro. Rero idini ry'Abisilamu mwumvise ko naje ndamukanya nka mwebwe, kandi mwumvise sinadidinganije kuko abamenyereye barazi ko tugendana kenshi tugatemberana tugasangira. Uza ati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ariho benshi byatangaje, ariko twagomba tubamenyeshe ko ndakunda Abisilamu kuko n'abantu bwa mbere bafise umutima w'urukundo, barafise solidarite, barakundana, n'abantu basangira n'abandi. Tugarutse ku mashirahamwe asanzwe yegukira idini ry'Abisilamu, murazi ko nahi Muramvya turafise amashuri yegukira idini ry'Abisilamu, kandi ayo mashuri usanga ari amashuri by'ukuri atangwamwo indero z'akanovera. Hari n'abahora bamenya mwayo mashuri bakaja mu mashuri y'akarorero y'igihugu, ngira muravyibuka nk'ubuheruka mu mwaka wa gatandatu abaja muri Ecole d'Excellence, ishuri ry'Ibugarama bita Al-Falah School, ryararungitse na ryone abanyeshuri mu ishuri ry'akarorero Igitega. Hama mu vy'imigenderanire Abisilamu dukorana neza cyane, no mu burongozi turongoye umuhanuzi ajejwe ivy'amategeko muri zone umukenyezi w'Umwisilamu. Byumvikana ko rero murumva ko twegeranye, dusangiye vyose, dusangiye iki gihugu ciza ari cyo Burundi. Mu vy'iterambere aha turafise umworozi w'inzuki kandi amaze kumenyekana ku rwego rwo hejuru, ni Umwisilamu, sinzi ko yaje ngaha mugabo turazi ko benshi bamuzi, arateje imbere aka karere cyane ku bijanye n'inzuki n'ubuki. Turafise ishirahamwe bita Zaitun, sinzi ko urirongoye nawe ne yashitse ngaha.
Mengana umukenyezi ni hari Mama Zaituni ikupigie makofi. Uwo n'umumere generale muri Zaituni twemera kuko yaratwubakiye insengo nyinshi, iryo shirahamwe ryarubatse insengo nyinshi ngaha muri zone ndetse no muri komine no mu ntara ya Kiramuramvya kuko barashikana ikiganda. N'ubu rero Mama Zaituni turacakeneye amazi meza kugira dushikire nyezina ya mbonoka zoza y'igihugu cacu cifashe 2040 giteye imbere 2060. Ngabo mwebwe mwaramaze gushika mu mbonoka zoza, ndavye kuntu mwambaye no kuntu muberewe, nta nkeka ahubwo muriko muhiga kuduza abandi bashikira iyo mbonoka zoza. Hama rero abashitsi reka dusubire tubahe ikaze muri Muramvya. Uhashitse arafata umukeka akicara akaramvye, turabakira tubateramike kuko muri abacu. Twabonye ko arugwaruka, naje sanzwe ndi mu gwaruka. Urugwaruka rero rugenzi rwacu ubu Burundi bw'uno munsi kandi bw'ejo. Turabashimiye cyane ku cyumviro kinini bariko baragira cyo guteza imbere iki gihugu, gushigikira abagwaye. Nkuko nabivuze turiko tuja muri ya mbonoka zoza kandi turizeye ko ishira bizogenda neza, kira nuko bavuga. Yego reka tubandanye duteramanye, dushima ko muduhaye n'akanya. Izone mwagendeye iratekanye mu mica yose, abene gihugu bari ku kivi, turiko turasozera gatasi, tugomba twitegurira impeshi, bari no mu minsi mikuru sozera umwaka n'itangura umwaka, kandi nta kidasanzwe kirigaragaza byumvikana ko amahoro n'umutekano asasagaye ngaha. Nivyashika mu kanarara ngaha n'ukuri nta kibuza, nimwagira igiteramo turateramana, nimwarara turararana, nimwataha turabaherekeza. Murakoze, nitugira amahoro. Mashallah, ndabona biraryoshe cyane. Nta kintu kiryoshe nko kubona wicaye n'uburongozi bugutwara aho uriko urakorera ibikorwa. Mashallah, kandi turumvise yuko waduhaye karibu n'umujene nkatwe. Turamusabira kwa Allah mu buzima burebure, abandanye kumubeshaho gushikaho azotanga isalamu yaba umuyisilamu. Salamu alaykum. Naam, inshallah. Hama inyuma yo kumumva chef de zone wacu onga Muramvya, reka dutora akanya inshallah kukuha karibu chef de jeune bonga uhagarikiye abajene mu Rwanda rw'abamizima, nawe nari ngaha inshallah. Acha tumpe nafasi pia na tumpe karibu awe na cha kufikisha inshallah. Bwana Akram, karibu inshallah. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nyuma gushimagiza Allah subhanahu wa ta'ala no gusaba amahoro n'imigisha bisasagara kwa suzana n'umuhanuzi nasundi n'umwarimu mwiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuma y'ivyo mfasha akajyo keza, mfata umwanya muto nshimire cyane abubahwa bashoboye kudutera iteka, hama nongere mpikaze mwe wese mu cyubahiro ciwe, kuko ni byinshi mwataye, bamwe mu ngo zabo, abandi mu bikorwa byabo, baza mu ntara nziza Muramvya kugira ngo baduhe ubumwe cyangwa se dutere intambwe, natwe batwereke aho bagejeje, natwe tubonegweho yaba kubandanyiriza ko canke gutanguriraho. Kubw'ivyo ndabashimiye cyane banyakubahwa, mwataye ibyanyu byinshi mugashika mu ntara ya Muramvya. Allah bishimire. Hama nongera ndabatera intege ko ntimwakoreye ubusa, ntimweretse abana aho mugiye gukorera. Hari abafite incabwenge nyinshi, dusabe n'uburongozi ko uko babonye iki gikorwa gikorwa i Bujumbura bodutera intege natwe abajene b'Muramvya tugakora nk'uko. Turi kumwe n'aba banyakubahwa bicaye imbere, turi kumwe na mwebwe mwatugendeye, turashoboye.
imvugo y'umwe mu batubanjirije bari imbere gato, nyakubahwa mufti niwe avuga ati turi kumwe na Allah byose birashoboka. Kubw'ivyo namwe mvuge nti turi kumwe mw'ubu bumwe i Bujumbura mutera intege Muramvya, ndetse ni Muramvya tugatera intege Bujumbura, byose birashoboka. Kubw'ivyo rero nshimiye cyane uwo wese yashitse hano, n'uwo wese yatanze akanya kiwe, eka n'uwo wese yatanze uburyo bwiwe mu buryo bitandukanye kugira ngo twifadikanye kino gikorwa kiryohe. Abaza gufata amajambo bose, abaza kuba bari ngaha bose, Allah bishimire. Wari umunyamuneza, akanyamuneza ntangere, twovuga ntitwoheza, ariko kubw'umwanya mwiza badutije, nukuri turabashimiye cyane by'imva mutima. Nk'urongo y'abajene mu ntara ya Muramvya, eka no mu bindi bikorwa twama twaserutsemo, tugiye kugendera mu makanda yanyu. Bano y'Ubujumbura ntibibe bihereye ngaha, muragaruka mugire feedback, murabe ati mbese abajene yo Muramvya ibyo twaberetse nabo bari ku kivi. Hama natwe turabemereye ko tugiye kuja ku kivi. Nsaba umujene wese ari ngaha, yaba muto mukuru, nkuko mwavyumvise abarongozi b'intara babitubwiye ko nabara abajene nitwadodora bazotwumvire. Umugambi wose woboneka mu ntara ya Muramvya ukeneye abajene, turasavye banyakubahwa murongo y'intara nziza ya Muramvya, muze muribuka abajene ba Kisilamu turahari, ko murabona ko nabi Bujumbura batwibutse bakaza kutugendera kuko bazi ko duhari. Ntibagendeye aho batazi ko bahari, bagendeye aho bazi ko bahari. Kubw'ivyo no mu burongozi bw'intara cyangwa se bw'igihugu, muze muratwibuka abanyakubahwa. Turafise ugwaruka rwaheje amashure, nimureshe mu migabo n'imigambi y'igihugu, ndetse na twebwe turi nyuma yanyu turabasavye mudushigikire, tudodoye mutwumvire. Abashitsi baje muze muratwibuka, mutwitaba nk'uku nyene. Nyakubahwa urongoye zone nziza ya Muramvya, nkuko mubibonye, n'ikindi gihe n'abandi muzobazane, turakeneye babura amatari b'intara yaguse ya Gitega mu bikorwa nk'ivyo by'abajene. Sinovuga menshi, novuga sinoheza. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Acha kwanza kidogo na mtana wetu kutoka nao Tabora. Ndio raha kwa. Ndio raha kwa. Kakivi. Na hapa ndo mwanzo tunaanza katika yetu rasmi, kwa baada ya kusikiliza pia maneno ya baadhi ya viongozi wa huku Muramvya. Insha Allah taala reka rero tufata kanya k'iminota 10 kugira ngo hano hari abantu benshi bari kubarabibaza ati mbega ko tuguma tumva The Vision Muslim, tukumva The New Friend irongowe nabande, Cibure ikora ibikorwa nyabaki, ko tuzi ko ari abantu b'ibujumbura, ni Bujumbura baherehehe. Reka dutore akanya insha Allah ko guha ikaze viongozi bayo ma club abiri cyangwa ama association abiri, kugira nabo insha Allah bashobore kwidondora, batubwire n'amaharakati bakora, Cibure batubwire n'ukungene byagenze kugira batwiyumvire Muramvya iwacu. Naho benshi twazanyanya, ariko nje ni nko muhira ndibaza benshi ngabaranze ndonga. Rero insha Allah reka dutora akanya ko kubumviriza. Turatangura na kiongozi wa The Vision Muslim Bwana Bashir Juma. Karibu kwa dakika zako 10 insha Allah. Allahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kwanza mbele ya yote naanza kumshukuru Rabbul Izzati wal Jalal kunifikisha mimi na nyinyi hapa katika makazi haya Muramvya, si kwa ujanja wetu, aidha kwa mapendo yetu, ni kwa kutaka yeye Mwenyezi Mungu katupendelea mimi na nyinyi kufika hapa. Ndio maana tumekanyaga katika sehemu kama na hii, ni kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Vile vile nikikumbuka kuangalia pande huku na kule, masha Allah tabarakallah, mambo ni mazuri sana, mambo yanapendeza, hali ya kuwa yana hata msimu wa kutangazia mambo yako vipi. Sisi tulikuwa tutegemei kana kwamba italikuwa vipi kunako siku hii. Je, watu watatuitika makazi ya Muramvya
Je, watu watakuja kutusikiliza? Lakini nasikia faraja iliyokuwa kubwa kuona watu katika sehemu ya wakina baba, katika sehemu ya wakina mama, wallahi wametuitika. Mwenyezi Mungu akulipeni khairi. Vile vile nashukuru sana viongozi wangu wa Muramvya katika upande wa dini, katika upande wa leta. Mwenyezi Mungu alipeni khairi vile vile kwa kutuitika katika kikao chetu hiki na kutuitikieni masala ya sisi kufika katika kijiji chenu cha Muramvya. Nilikuwa napendelea kuwafikishieni kidogo kama vile ufikisho kunako kundi letu hili. Mimi nakayesimama hapa ni kiongozi mkuu wa grupe ambalo linakaa upatikana huko kijijini Bujumbura, aidha mjini Bujumbura, sehemu ambayo inapatikana kwa Al-Basari, barabara ya 3 Bukirasazi, quartier Mucho. Tunafanya harakati alhamdulillah za kwenda kuwaona abafakazi, kwenda kuwaona abana bifuvi, kwenda kuwaona vile vile abagwai mu bitaro. Alhamdulillah ala kulli hali, yote kama na hayo tulishafanya baadhi, yote kama na hayo tulishafika sehemu mbalimbali, tulishafika Ndava na hivi tumekanyaga katika kijiji cha Muramvya. Haya yote tunakao yafanya ni jitihada na nguvu tunakazo kusanyika sisi kama vijana ili kuweza kufanya kitu kama na hiki. Ndugu zangu, ninawafikishia hawa ambao wanakao nitazama. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anatueleza na kutuambia kana kwamba ana wa kafir yatima fil janna hakadha. Anatuambia kuwa yule ambaye atakayemlea mtoto yatima, yule ambaye atakuwa pembezoni wala kumpa faraja mtoto yatima, basi atakuwa pamoja na bwana wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huko katika makazi ya peponi. Vipi unakao nitazama, unakosa vipi kuchangia, unakosa vipi kujiunga pamoja nasi ili kuweza kufanya mambo yaliyokuwa makubwa. Kwa hiyo wale wote ambao wanakao nitazama, tambua kana kwamba hapa duniani tunapita. Mimi ni wakufa, wewe ni wakufa. Ya nini tufanye hapa duniani? Tuandae akhera yetu aliyakuwa hatujaliondoka hapa duniani. Kun fi dunya kaannaka algharib au ghabira sabira, isini duniani kama wapita njia, ima kama vile vile wageni. Tambua kuwa hapa duniani uko kama mpita njia, muda wote wakati wowote unaweza ukaliondoka. Kwa hiyo wewe ambao unakao nitazama, fanya yale yaliyokuwa mema. Uliza nafsi yako, ni yapi ambao nitakwenda kumjibu Mwenyezi Mungu, ni yapi nitakwenda kuongea na Rabbul Izzati wal Jalal. Lakini tazama, ni vijana tumekusanyika kunako pande mbili, The Vision Muslim Burundi na The New Friends, kwa kuja kuwaona wagonjwa hospitalini, kwa kuja kuwaona wajane, kwa kuja kuwaona vile vile watoto yatima. Wewe kama wewe unakosaje? Kwa hiyo nilikuwa napendeleeni kuwafikishieni hayo, sababu mengi insha Allah tutapata kuyaona katika wa ustazi wetu hapa na viongozi wengine insha Allah kunako mada insha Allah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Baada ya kumsikiliza kiongozi wa The Vision Muslim Group Burundi, acha tumsikilize na kiongozi wa The New Friend Muslim Group Burundi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Thumma wa salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ashimwagize Allah subhanahu wa ta'ala muremyi w'isi n'ijuru, amasengesho n'amahoro abe ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, hamwe n'umuryango wiwe n'abasangirangendo biwe n'abayisilamu bose tuzokurikiza ingeso yiwe canke ingendo yiwe gushika ku munsi w'imperuka. Allahumma amin. Mbona ibintu bimeze neza. Nimeanza kwanza kwa kuwashtua kwa Kirundi kidogo ili tuone kama sisi wote tuko Warundi. Kirundi nakielewa vizuri. Gusa murantunga tajaribu kuzungumza kwa kuchanga mada Kirundi, Kiswahili
hadi Kifaransa kwa Kiarabu, tunakwenda huko insha Allah. Naam, kumazina nitwa Asman Shaaban, nkaba ndongoye association yitwa The New Friend Muslim. Hii association inapatikana katika mkoa wa Bujumbura pana, Bujumbura yaguse. Na byinshi visa vyo kuvuga isipokuwa kuizungumzia hii The New Friend Muslim ambayo tumekaa tunaisikia. The New Friend Muslim, The New Friend Muslim. The New Friend Muslim ni nini? Ni association imeze gute? The New Friend Muslim ni association y'abajene nkatwe canke nkanje kumo mbona ndumujene gusa ndi mukurongora. Alhamdulillah. Ikaba ari association yo gufashanya nkuko tuyibona uno munsi igikorwa twakoze cyo kugenda mu bitaro kugendera abana b'imfuvyi mbese n'abafakazi. Ndibaza uno munsi igikorwa cy'uno munsi twese turakizi. Association ya New Friend ni association ambayo au ni shirika ambayo ni ya kusaidiana kunako mambo mbalimbali. Kama kwenda kutizama wagonjwa hospitalini ambalo ni jambo ambalo tumelianzia kwa siku ya leo, kama kwenda kutizama watoto mayatima au kuchangia na watoto mayatima, vile vile na kusaidia wajane. Ni association ifashanya ku bana b'imfuvyi, abagwayi n'abafakazi no kugenda kuraba wale ndugu zetu wanaita wafungwa. Huwa tunafanya ziarati ya kwenda kuwatizama. Tukiachana na mambo ya ziarati au ya kufanya ya kusaidiana, The New Friend Muslim ni association isanzwe ifise amaproje ikora ibujumbura. Ayo maproje akaraho amaproje afasha abanywanyi bayo kubateza imbere no guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Uroba sivyo gufashanya gusa, oya n'imigambi turayifise, duhora dukora n'imigambi, amaproje byo korora, uburimyi, byo byose The New Friend Muslim irabikora, kandi n'Imana irabidufashamwo mu gukora ivyo bintu. Ndibaza uko ndiko ndavuga Ikirundi n'Igiswahili tuko tunaelewana, si ndio? Naho mbona umengo atujanywa chai wakati tumekunywa chai. Tuchangamke. Tuchangamke, tucheke, tutabasamu. Leo ni siku ya furaha, ni siku ambayo Allah ametukusanya sisi wote hapa kwa ujumla kunako hili jambo la kheri. Ni jambo la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama nilivyozungumza, sina mengi ya kuzungumza, bali ilikuwa ni kuzungumzia hii The New Friend Muslim kwa ufupi. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Ima jambo la pili ni kutoa shukrani za dhati kwa viongozi ambao wanaoongoza Muramvya. Hapo nikizungumzia abasanzwe barongoye na Amir Communal, Amir Regional, abo bose turabashimiye cyane kubera n'abantu badufashije cyane kugira iki gikorwa cyacu cy'uno munsi kigendeke neza cyane nkuko mubibona ibi bintu bimeze neza. Habigigira kabiri tukagomba gushimira koperative y'abamama bo ngaha, Imana ibahezagire cyane, badufashije cyane mu gikorwa. Ewa sijui niseme aje, Allah walipeni kabisa, awape umri mrefu, walitusaidia sana. Naam, tunaendelea ibintu twavipanze neza, twavyiteguriye naho mataracika, turabandanya nta ngorane. Haba ikindi cya nyuma naho nongere nshimire chef de zone y'uwacu kubona yagize akigoro akareka ibikorwa yararimwo canke ibikorwa yari gukora akaza ngaha kugira yumvirize canke arabe ibyo abajene bariko barakora nk'ugwaruka gwejo.
turamushimiye cyane, Imana imuhezagire. Ndibaza mwamwumvise, ni umuntu wo mu muryango asanzwe Allahu akbar asanzwe nyene dufashanya mu bikorwa cyangwa afashanya n'ibikorwa n'abayisilamu bo ngaha. Ndibaza mwamwumvise, alitoa salamu naho twagize agatwengo, gusa yariko arabikora neza. Simvuge benshi nisiwachoshi, kwa sababu kuna mada ambazo zipo mezani hapa. Nkuko mwabibonye, tuko na mgeni wetu rasmi hapa, ametuandalia chakula cha roho insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku yangu ya furaha sana, Imam Hamisi, kama alivyosema amiri wangu hapa. Haya maandalizi ya siku hii ya leo, ripoti nilipata mapema sana. Anakuwa nahodha wangu yupo hapa, Inspector General. Tulizungumza naye mapema juu ya maandalizi ya safari hii ya leo, ya nyinyi kufunga safari kutoka Bujumbura mpaka kufika Muramvya. Mmepanda milima, mmeteremka na mabonde, lakini kwa ufalme wake Mwenyezi Mungu mmefika salama. Kwa hiyo namshukuru Allah tabaraka wa taala kwa ufalme wake na huruma wake, nyote mmefika salama salimin, na hakuna gari huko kidogo ilileta ukorofi wala nini, nyote mko hapa. Kwa hiyo Imam Hamisi, kwanza ninawashukuruni na nawashukuru vijana wangu walioteua siku ya leo na tarehe hii, na nilijua sana mapema sana tarehe itakapo timia tarehe 28 tutakuwa wageni wenu Muramvya, na kweli kama ilivyokuwa. Na baada ya hawa vijana wangu, msafara wao walikuwa ni 5, na wote 5 alhamdulillah walinikuta kabisa pamoja na ulema wangu hapa, mnanisikia ni sauti, na mguu mmoja wa kulia wa kulia ndio iliondoka, kumebaki wa kushoto. Mmeona jinsi nimekuja na inaniuliwa, na msafara wangu ulikuwa mzuri bwana, nilikuwa kama rais. Pikipiki ndio zimenitoa nyumbani, nakuja na nepa tu kama wadhani kwenye farasi. Kwa hiyo kiongozi wangu anacheka hapa. Nakushukuru shekhe kwa shughuli zako zote nimeziona. Kwa hiyo kama alivyosema hapa, alionipa maiki hii mimi ndio kama katika wazee waliobaki wakiandiki hai Muramvya, basi na mimi nimo, na nyote mko hapo. Nilipigiwa simu mapema sana Bujumbura, Imam Hamisi, hao wote wanayekuja wengi ni wajukuu zako. Na mimi naona wajukuu wa chumba hapa chungu nzima, mtawaweka wapi baba? Sina pa kuwaweka, ni nyinyi wa kunibeba sasa kumgongo. Kwa hiyo ninakwenda, innal hamdalillah alladhi la ilaha illa huwa rahman arrahim alladhi qadiru fa'alu lima yuridu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa idha arada shay'an kun fayakun. Lakini hii idha arada shay'an kun fayakun ina aya yake pale. Tunaambiwa na Allah tabaraka wa taala, mani amila swaliha falinafsi wa mani asaa fa alayha wa marabuka bidhalami lil abid. Sadaqallahu alazim. Anasema Mungu, kila atakayetenda jambo la kheri anajitendea mwenyewe kwa nafsi yake. Wa mani asaa fa alayha, na atakayepuuzia na kuzembea fa alayha, usimlaumu Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe alishatuambia pale mwisho, wa marabuka bidhalami lil abid, Mungu hatomdhulumu kiumbe wake yoyote yule. Kwa hiyo Allahu akbar, siku ya leo ni siku mojawapo. Na mimi nampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hamisi nimesoma, wasomi wengi wako Bujumbura, wakina Sheikh Jamal, wakina Sheikh Abdi Joni, wale wote wamekwenda shule. Mimi nilishamaliza zamani, nimetoka Muramvya, mimi ni gari mdogo sana,
nimekwenda Nyanza Lake nimesoma, nikamaliza jumuiya ya kwanza, nikaja Rumonge nikasoma, nikamaliza jumuiya ya pili, ikabidi kuna msafara wa kwenda kusoma Katoro huko Bukoba Tanzania. Nilifuatana mimi, kaka zangu walikuwa, lakini wengi wameshaondoka, wakina Sheikh Rashid bin Juma 11 pale, wote wale nimesoma nao wale, lakini wao walikuwa ni kaka zangu, wakina marehemu Haruna Juma Demba, wote wakina Alhaji Sheikh Hawam bin Shaban Kafita Rumonge huko. Basi na mimi nilikuwa nimo, na ilipoanza Komibu hii mimi nilikuwa pale kama naibu wa mkurugenzi kwa miaka 12. Katibu wangu huyu tumekaa naye hapa akiwa ndio sekretari wangu. Upande wa Komibu inaanza na Sheikh kule Hassan Khalfani Rukara, mimi naibu wa mkurugenzi. Anakuja Ndahira Abdul Aziz, mimi naibu wa mkurugenzi Murabi. Anakuja Sheikh Isa Ndambuka, mimi mkurugenzi. Lakini nikaona cha sasa naacha kule kuna Komibu, nataka kupambana sasa mapambano ya dini sasa. Na alhamdulillah wazee walikuwa bado wapo, Mungu aweke peponi wote. Walinipa heshima zote, nikawa imamu, nikawa imamu mkuu, mpaka nikawa mshauri mkuu, mpaka nikawa naibu wa makhalifa wote, nikapewa kilemba na joho, nikaitwa Imamu Mufti Khamisi Shaban. Na mbona umeshtuka? Kwa kusikia jina la baba yako, na mimi ndo baba yangu ni mzee Shaban bin Khamis. Takbir, Allahu Akbar. Nakwenda basi. Kwa hiyo nimepewa dakika 10, lakini naona dakika 10 nitachoka. Tunaona kama nimekaa danger hapa, maana huu mguu huko hauna kitu. Sasa hapa niko kwenye mguu tu wa kushoto, ndio maana na mkono unanisaidia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia kila jambo linakuwa na aya yake. Huyu msafara wenu na maandalizi yenu, Mungu alishatuambia, anasema nini baada ya bismillahirrahmanirrahim? In tansurullah yansurukum thumma wa yuthabitukum bima aqdamakum. Naam, in tansurullah, Mungu anasema ikiwa mtaninusuru mimi, basi na mimi nitawanusuru. Kwa hiyo hii amali mmeitenda, na huu msafara mmeufanya, na hizi sadaka mmekwisha niambia hapa zipo zote, hizo ni amali zenu. Ndio Mwenyezi Mungu, ndio kumnusuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume wetu Muhammad anasema nini? Anasema mtume, Allahu Akbar, kuna alima au mustamia, kuna aliman au mutaaliman au mustamia. Vitu vitatu. Kuna alima, uwe ni mjuzi wa dini. Kama hujaijua dini, basi uwe mutaalima, nenda shule soma. Hukwenda shule kusoma, basi para wako kama haya yametoka hapa kama shekhe wangu, nenda uwe mtu wa 3, wala takuni rabia, si mtu wa 4. Kuna alima au mutaalima au mustamia basi. Kwa hiyo naona wakina mama zamani, mimi bado wadogo, dada zangu wote jumuiya zote tulisoma, wadada zangu wao wakati. Na nyinyi fanyeni bidii, Bujumbura madrasa ziko nyingi, mashekhe wako wengi. Mama zangu fungeni bibwebwe. Inna dina inda Allah al-Islam. Mtume wetu Muhammad alijikumbata siku moja, akaweka mkono kwenye shavu, akamwambia Jibril, teremka kwa mtume, mbona naona najikumbata, kuna nini? Mtume akamwambia Jibril, nenda akamwambia Mwenyezi Mungu, naona hali ya kiwiliwili, hapana, naona tu kwa wakati wowote Mungu akitaka nitaondoka. Sasa Mwenyezi Mungu, hii kujikumbata na kuweka mkono shavuni, nikiwa nitakufa mimi Mtume Muhammad, dini tabaki na nani? Allahu Akbar. Mungu anamwambia Jibril, nenda akamwambia, inna dina inda Allah al-Islam wa ana sa'afi hadidi, dini ni ya mimi Mwenyezi Mungu na mimi nitailinda. Sasa mtume alikufa miaka mingapi? Miaka chungu zima, na itakwenda hii mpaka yaumul hashir. Na hiyo yaumul hashir nani ataiona? Kiyama tunaambia jamani, hatari na kiyama, lakini watu wanakwenda, watu bado wapo. Hatari na kiyama, watu wanakwenda, bado watu.
Kwa hiyo kiama nakijua ni Mwenyezi Mungu, na kiama si kingine, siku tu wewe ukishakuwa tayari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kiama kimefika. Kwa hiyo kama nilivyopewa dakika zangu ndogo tu hapa Baada ya kumsikiliza Sheikh Khamis Kitosa, mwenyeji katika mkoa wa Gitega Pana, wilaya ya Muramvya Centre, ndipo ratiba zilipoweza kuendelea kunako siku hiyo ya harakati ya ihsani ndani ya sali ya Croix Rouge, alipoweza kukaribishwa Ustaz Imdad Ibn Jafar almaruf Makoko. Tuweze kumsikiliza ni yapi ambayo aliweza kuyazungumza kunako siku hiyo. الرحيم الحمد لله الذي وكفى بالله شهيدا نحمده ونصلي ونحفظ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أو وهو العزيز الحكيم. أشكري الله تبارك وتعالى صلى سلام زمي منكي يوم ببورا حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Ndugu zanguni, sintokuwa mwingi wa kuzungumza mengi, isipokuwa muda si rafiki, kutokamana na heshima ya viongozi mbalimbali waliojiri katika muhadhara wetu huyu. Naombeni biidhnillah tabaraka wa taala niweze kupata kutumia angalao dakika 5. Ndugu zanguni, mada ambayo niliopewa na uongozi ili niweze kupata kuwafikishieni ni mada inayozungumzia ubora, umuhimu wa vijana katika jamii. Ndugu zanguni, tutambue kuwa sisi vijana tuna degree kubwa, tuna percent kubwa katika jamii, hasatan katika nyanda tofauti, katika sehemu mbalimbali, ikiwa school, ikiwa kwenye nyanda tofauti, vijana wapo mbali. Kwa hiyo na mimi biidhnillah tabaraka wa taala napendelea muweze kunifuata kupitia kisa hichi kifupi. Katika nchi ya Malawi kulikuwepo kijana mmoja. Kijana huyu mashallah alikuwa ni kijana alihitimu kwa masala au aidha kwa mambo ya ujenzi. Kijana huyu baada ya kuhitimu shule akawa amekaa. Baada ya kukaa akatafakari sasa kipi ambacho atakachokifanza, kipi ambacho atakachokifanza kama kijana. Yeye kama kijana akaona angalau basi aweze kuhama pale mjini Malawi kwa minajili ya kuweza kufunga msafara ili aweze kupata kujishughulisha kwa kazi. Na hapa kisa hichi kinatuonyesha kuwa sisi vijana katika jamii, sisi inabidi tujishughulishe kwa kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi ndiyo tutakaokuja kuwa viongozi baadaye. Sisi ndio tutakaokuja kuwa kati yetu madaktari, wengine wanesi, wengine wa engineer na kadhalika na mengineyo. Kumbe ikiwa sisi tutajidumisha kwa kusoma vyema na kuweza kujiendeleza katika maisha yetu, basi tutambue tutakuwa ni wenye kufaulu fi dunia wal akhir. Uzanguni, moja miongoni mwa hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilizokuja kuonyesha ubora na umuhimu
wa vijana. Ni hadithi ndefu, lakini kutokamana na muda si rafiki, ni hadithi aliyopokea al-Imam Bukhari na al-Imam Muslim. Hadithi hii inaeleza watu aina 7 watakaokuwa katika kimvuli cha arshi siku ambayo hapato kuwepo kimvuli chochote isipokuwa kimvuli hicho cha watu hao aina 7. Moja miongoni mwa watu aina 7 hao ni kijana au ni vijana ambao wamependana kwa ajili ya Allah na wakakataa au wakatengamana kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala. Ikiwa na sisi vijana wa Bujumbura, ikiwa na sisi vijana wa Muranja, ikiwa tutaitumia vyema aya hii ambayo Allah tabaraka wa taala alieleza ndani ya Qur'ani, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku, tushikamaneni katika kamba moja, wala tafarraku, na wala tusitengamani. Kwa hiyo ndugu zanguni, vijana wenzangu, ikiwa sisi tutashikamana, ikiwa sisi tutakuwa kitu kimoja, basi tutafahulu, basi tutajenga jamii. Na ikiwa sisi vijana tutatengamana, basi na umma utakuwa umetengamana. Kwa kumalizia niseme hivi, ndugu zanguni, madhara na masikatiko juu ya vijana ni pale ambapo utakapokuta vijana wao mashallah wako katika kundi tofauti, walakin unawakuta kundi zile zinaonekana katika mfumo za kidini, lakini ndanimo hakuna dini. Lakini sisi mashallah tukawa tuna kundi za kheri, licha na kheri hizo tukawa kila mara tunajidumisha kwenda hospitali, kwenda kutazama watoto mayatima, kwenda kutizama wajane na wagane. Yote hizo ni kheri ambazo huwa tunazistaka sisi vijana, kwa sababu katika ujana lazima kuna zile changamoto kama vijana tutapata. Wenda dunia itatushawishi, wenda marafiki watatushawishi, wenda jamii itatushawishi, lakini yote hayo ikiwa sisi tutashikamana vijana, tukawa kitu kimoja, basi tutamshinda ibilisi, na basi tutakuwa ni wenye kufaulu fi dunia wal akhir. Wajazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baada ya kumsikiliza Ustaz Ismail bin Jafar Imdad al-Maruf Makoko kwa mada iliyokuwa nzuri, tuweze kumsikiliza Ustaz Isa Shimirman al-Maruf Kishki, ndiye aliyekuwa mgeni rasmi kunako siku hiyo ya harakati Ihsan kunako wilaya ya Muramvya katika mkoa wa Gitega Pana. حبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان الأنوران على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الكرام وأصحابه ذوي الشرف العظيم. أما بعد، watukufu Waislamu, viongozi wa jamii yetu pendwa tukufu ya Kiislamu nchini Burundi, viongozi wa serikali, vijana wenzangu, akina mama na akina baba, wazazi wangu, nitangulize kwa kukueni maamkizi ya Kiislamu, maamkizi yenye baraka na salama, maamkizi ya watu wa peponi, nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo mimi nina furaha kubwa isiyokuwa na kifani kwa safari tuliofunga baada ya alfajiri kutoka jijini Bujumbura mpaka kufika katika tarafa hii ya Muramvya. Safari iliyojaa kheri na baraka,
na mazungumzo yangu nitazungumza na wale tuliokuja nao, alafu vile vile nitazungumza na wale wenyeji wa maeneo haya. Safari nimesema ni safari ya kheri, kwa sababu yote ambayo tumeanza kufanya kuanzia asubuhi mpaka muda huyu ni kheri tupu. Kitendo cha kwanza tulichokianzia kukifanya wakati tumekanyaga katika ardhi hii ilikuwa ni kitendo cha kwenda kuwaona wagonjwa mahospitalini, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alieleza akasema ya kuwa yoyote yule ambaye atakayekwenda kumwona mgonjwa au akamzuru ndugu yake, yuko malaika ananadi, anasema kwa sauti kumwambia yule mwenye kufanya kitendo kile, antaba antibta wa taba mamshaka wa tabawata min aljannati manzila. Anaambiwa kwamba umebarikiwa na safari yako imebarikiwa na umeandaliwa nafasi katika pepo. Kutokamana na kitendo kile, kwanza sisi Allah ametubarikia, na safari tulioifanya kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad, safari imebarikiwa. Hadithi hii amepokea Imamu Tirmidhi na Sheikh Al-Albani akaihasinisha. Na hivi nimesikia baadaye kutakuwa na zawadi ndogo kuwafariji wale mayatima, pia kheri hiyo. Na baadaye kutakuwa na zawadi ndogo kwa kuwapa wale wajane, pia kheri hiyo. Ukatazama msafara mzima tulipouanzia mpaka pale tutakapokuja kumalizia bimashiatillah, ni nurun ala nur. Tunamwomba Allah tujazie haya katika mizani hasanati yetu siku ya mwisho. Nianze kuzungumza na hawa tuliokuja nao. Nikiutazama msafara mzima, mmeelezwa kuna kundi tumekuja nalo, the Vision Muslim, kuna kundi the New Friends Muslim, nadhani ndio hivyo. Alafu tumekuja na Amigo TV, tumekuja na Al-Amnu TV, tuna Sakina TV. Kuanzia mimi mzungumzaji wenu mpaka wote tulioandamana nao katika msafara, kwa 100% ni vijana watupu. Hili ni bishara njema. Jamii itakapokuwa na vijana kama hawa wenye kukaa na wakawaza wakafikiri ya kheri kama haya, hawakushindwa hizi pesa zao kujikusanya kama wanavyokujikusanya vijana wengine wahovyo, wakakwenda ufukweni leo Jumapili, wakwenda kwenye ufukwe wa bahari wakaziharibu kwa kula kuku, na huku wakimshika mwanamke asiyekuwa halali yake, wakacheza na miziki na nyimbo. Hawakushindwa, lakini waliona kwamba sisi ni vijana, jamii inatuhitajia na tunahitaji kufanya kitu kwa ajili ya dunia yetu na akhera yetu. Kwa jamii kisha kuwa na vijana kama hawa, ni picha nzuri ya Uislamu wa kesho. Kwa wale vijana ambao tulikuja nao, nakwambieni abshiru, bishara njema kwenu. Tuendelee hivyo kushikamana kama vijana, na tuendelee kuwa mstari wa mbele katika mambo ya kheri, huko ndiko kufaulu. Nikupeni hadithi moja ya Bwana Mtume na itakuwa imekutosheni nyinyi kwa siku ya leo. Al-Imamu Tirmidhi ana hadithi ambayo ameipokea katika kitabu chake cha As-Sunan, ya kuwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalamu aliwahi kuzungumza akasema, la tazula qadama abdin yawma alqiyamati hatta yusalu an arba'in. Mtume anasema hatonyanyua vikanyagio viwili mja siku ya Kiyama. Mja hatonyanyua vikanyagio vyake viwili
siku ya Kiyama kwenda katika uwanja wa hisabu mpaka aulizwe mambo manne. Mtume anasema kila mmoja wetu ataulizwa mambo haya. Yapi? Nitazungumza mawili ambayo yanakwenda na munasaba wa jambo letu. Asema Mtume ataulizwa mwanadamu an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu. Ataulizwa umri wake aliumaliza kwenye nini, na ujana wake umemalizika kwenye jambo gani? Ujana. Sasa hizi damu tunazo, wengi utasikia wanakuambia ujana maji ya moto, na wakitafsiri hivyo wanaipa tafsiri mbaya, bimaana kijana yeye ni aonekane katika maasi na mambo ya shari. Kwa hiyo tunajifakharisha ikiwa siku Allah atatuuliza ujana wetu tumeupeleka vipi, tutaonyesha kwamba ujana wetu tumeupeleka katika mambo ya kheri kama haya. Nikija na watu wa Muramvya, kuna mada nimeambiwa nizungumze. Mada hii inazungumzia taathiru wa hirmatul musiqi wal khamr fil islami, athari na uharamu wa mziki na pombe katika Uislamu. Athari na uharamu wa mziki na pombe katika Uislamu. Ninasafiri na mambo mawili, pombe na mziki. Hii mada nimeandaliwa na wenyeji, ningali Bujumbura, naambiwa shekhe, ukipanda huku uje na mambo mawili. Nikauliza kwa nini? Nasema bado kungali Waislamu wanakunywa pombe, bado kungali Waislamu wanaathirika na nyimbo na miziki, na hili si kwa watu wa Muramvya, mpaka kule nyumbani Bujumbura. Muislamu anasali sala 5 lakini mziki kwake imekuwa ni shida sana. Watukufu wa Kiislamu nyote mnajua, bayana lana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam umura dinina. Mtume amekwisha tubainishia mambo ya dini yetu. أوضح الحلال والحرام في الأقوال والأفعال. Bwana Mtume alituwekea wazi mambo ya halali na mambo ya haramu katika matendo na katika maneno. Amekufa Bwana Mtume, kila kitu amekishakiweka nafasi yake. Halali tunaijua na haramu tunafanyaje? Tunaijua. Lakini kuna mambo ambayo Mtume aliashiria ya kwamba amebainisha, bayana annahu bimururi zamani waqtirabu qiyami saati sayakhifu ad-din fi qulubi an-nasi hatta yastahilluna ba'da ma haramahu Allah. Bwana Mtume alibainisha kutokamana na nyakati zinavyokwenda, kadri nyakati zinavyosogea mbele na kadri tunavyosogelea kiyama, kuna mambo ambayo dini itatoka katika nyoyo za watu. Watu wataanza kuipoteza dini, alafu itafikia mahala watajihalalishia baadhi ya yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuharamishia. Itafikia mahala mambo ambayo ni haramu wao watajihalalishia, na haya aliyasema Bwana Mtume kabla ya kufa kwake. Amekaa na masahaba akawaambia, la yakunanna, hadithi iko kwa Imamu al-Bukhari, ni hadithi nambari 5520. Asema Mtume, la yakunanna min ummati aqwamun, anasema kuna watu watakuwa katika umma wangu, yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-maazif. Asema Mtume watajihalalishia mambo manne. Yastahilluna, watajihalalishia, bimaana hayo ni haramu, lakini hizo zama zao. Haya Mtume anasema watakutokea. La shaka aliyokuwa akiwakusudia Mtume ndo sisi, na zama zenyewe ndo zama tulizomo.
Mtume anasema watatokea watu katika umma wangu watajihalalishia, bimaana yao mambo ni haramu, wao watayafanya kuwa halali. Yapi? Asema watajihalalishia uzinifu, sio nafasi yetu. Watajihalalishia mavazi ya hariri wanamume, sio mada yetu. Kisha akasema watajihalalishia pombe. Pombe ni haramu, lakini wao wataifanya kwamba ni halali. Alafu walmaazif, watajihalalishia miziki. Watukufu wa Kiislamu, tuanze na mziki. Laqad harrama alislamu samaa almaazif, Uislamu umeharamisha kusikiliza nyimbo na mziki. Waislamu sisi sio watu wa kwaya, sisi sio watu wa makanisani, sisi ni Waislamu na hatujaambiwa tupige ngoma na tucheze miziki kama wanavyofanya watu wa upande wa pili. Mziki ni haramu, lakini billahi alaika, hata hivi utakuta ukisachi simu zetu utakuta kuna watu wameweka album za miziki zimepangana, utadhani ni sura za Qur'ani zimepangana katika simu yake. Hili tumefeli kweli. Mziki ni haramu kwa dalili za Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad. Muda wa kuyachambua kwa urefu tutakuwa hatuna, lakini sisi kama Waislamu naifikie mahala tujitambue kama Waislamu. Miziki haifai. Miziki ni katika sauti ya shaitani, bali ulama wanasema alghinau tudhaafu aliman, miziki inadhoofisha mpaka imani ya mtu. Jinsi moyo wako umependa kusikiliza zile nyimbo, kadri ndio zidi imani nazidi kupungua, kila kukicha imani nazidi kupungua. Mziki ni haramu la shaka, kwa dalili suratul Luqmani. Kuna watu wanataka Mwenyezi Mungu akitaja mziki wasikie mziki kabisa, lakini ukisoma katika suratul Luqmani ni aya tosha ya kuharamisha mziki. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin, ulaika lahum adhabun alim. Hii aya inatosha kuwa ni kuharamisha miziki na nyimbo ambayo tunasikia kila siku. Miziki kama bado wapo Waislamu na wanajiita kwamba ni Waislamu, lakini mziki limekuwa ni jambo zito na jambo gumu katika maisha yao, wajitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu na kufanya sababu ya kuepukana na hilo. Hakuna kheri katika miziki, hakuna kheri. Kwanza inahamasisha uzinifu miziki tazama nyimbo zote za wahuni unazozijua wewe, utakuja kuona wanawake wamevaa uchi, maneno wanayosema ni matusi matupu yanatoka katika vinywa vyao. Miziki hamna kheri. Kwa kuokoa muda, twende kwenye jambo la pili, pombe. Pombe vile vile, ndugu zanguni, kama watu wapo baadhi ya watu wanakunywa pombe, wajue kwamba pombe ni haramu vile vile. Na sisi kama Waislamu haturuhusiwa kunywa pombe, bali pombe ni katika ummul khaba'ith, katika mama wa madhambi, mama wa machafu yote. Pombe Mtume anasema kullu muskirin haramun, kila chenye kulevya ni haramu, kila chenye kulewesha. Alimamu Tirmidhi ndo amepokea hadithi. Tena Mtume akasema kile kinacholewesha katika yani kikiwa kingi ndo kinalewesha, hata kidogo chake vile vile ni haramu. Asisemi mtu kwamba sheria imesema akilewa mtu ndo haramu, sababu kila chenye kulevya mimi nakunywa ndogo sintolewa. La, kikiwa kingi kinalewesha, basi hata kidogo chake ni haramu kukitumia. Pombe ndugu zanguni, hatutakikani kutumia pombe. Pombe vile vile si madhara kidini tu au kiakhera, ina madhara vile vile kidunia. Pombe inaharibu mapafu, inaharibu ini. Pombe hiyo inaleta magonjwa ya moyo. Pombe hizo
Kwa hiyo Mwenyezi Mungu sisi ametupa vizuri na ametukinga na vichafu. Tumia mambo mazuri yako, kwani pombe ina faida gani? Ukiitumia barabarani unakuwa hovyo, akili imepotea, unachekwa na watoto. Haya mambo hayafai ndugu zanguni. Sisi kama Waislamu tumekatazwa pombe. Isikilize maneno yake Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani. Allah amesema hivi: Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Aya Qur'ani hiyo. Hakika ya pombe ndio kitu cha kwanza Allah ameanzia. Pombe na kamari na kuabudu masanamu na kupiga ramli, mambo manne. Allah anasema rijsun, ni uchafu. Tena min amali shaitani, ni katika kazi za shetani. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jitengeni na shetani ili mpate kufaulu. Pombe. Nimalize maneno yangu machache haya kama faida ya leo. Kuna mtu kule Bujumbura ameniuliza kuhusu kinywaji kinachoitwa fungus. Kuhusu kinywaji kinachoitwa fungus. Si hapa Muramvya wanakitumia na Waislamu wanatumia. Allahu almusta'an. Hichi kinywaji mimi sikijui kiundani zaidi, lakini nikawa nimempa majibu haya yafuatayo. Je, hiyo fungus inalevya? Chukua mambo mawili. Ikiwa inalewesha mtu akiitumia, inaingia katika haramu mutlaqa, inakuwa haramu moja kwa moja, kwa maneno ya Mtume, kullu muskirin haramu, kila chenye kulevya ni haramu. Jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, kuna kitu mimi mpaka sasa hivi sijaelewa. Kule kwetu Bujumbura, hapa kwenu sifahamu, lakini kule kwetu wenye kukaa katika magenge ya fangasi 98% mpaka 99% ni wasiokuwa Waislamu. Ukija kutazama zile klabu za fangasi, wasiokuwa Waislamu ndio wamejazana mule. Sasa mpaka unajiuliza hichi kinywaji kina nini mpaka hawa wao wengi sana? Waislamu hata kama wanakunywa, lakini hawaonekani kama sisi tunavyokaa katika magenge ya kahawa. Magenge ya kahawa sisi Waislamu ndio tupo wengi, lakini katika magenge ya fangasi utawakuta wasiokuwa Waislamu ndio wengi. Na hapo ni baada ya kusikia kwamba sijui ni Amstel pale kama ni bia imekuwa ghali. Sasa wameona kwamba sisi hatuwezi tukapata pesa hizo kila siku, wakahamia kwenye fungus. Fungus ina nini mpaka wao wengi mule? Hapa pia inaleta mashaka. Ikishaleta mashaka, chukua hadithi moja bwana Mtume Muhammad. Mtume anasema innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Mtume anasema halali imeshabainika na haramu imeshabainika. Mambo yote ya halali Mtume ameshatueleza na tunayajua, na mambo yote ya haramu tumeshaelezwa na Mtume na yote yanafahamika. Lakini Mtume akasema wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nasi. Lakini kuna baadhi ya mambo mengine Mtume anasema ni mambo yenye kuleta utata, hayafahamiki yako katika halali au yako katika haramu. Hiyo fangasi tuiweke katika hayo mambo, ni mambo ambayo yanaleta shubha, yani hayaeleweki, yako katika halali, yako katika haramu. Asema Mtume kuna mengine yanaleta shubha, yanaleta utata. Tena Mtume akasema hayo mambo yenye kuleta utata hawayafahamu wengi katika watu. Bimaana watu wa dini, wasomi ndio wanafahamu hayo, wachache katika wasomi ndio wanafahamu hayo, lakini wengi katika maamuma sisi hatufahamu hayo.
Sasa na fangasi tuiweke katika mambo ambayo yanaleta utata. Kasemaje Mtume baada ya hapo? Na ndio dawa sasa, anasema faman ittaqa shubahati faqad istabra lidinihi wa irdi. Mzee wa fangasi, nisikilize kama upo. Asema Mtume, atakayeacha na kujiweka mbali na kujiepusha na yale mambo yenye kuleta utata, yale mambo yenye kuleta shubha, asema Mtume, huyu atakuwa ameokoa dini yake na cheo chake, atakuwa ameokoa dini yake na heshima yake. Wa man waqa'a fi shubuhati, na yule ambaye atakayeingia katika mambo ya kuleta shubha kama hayo mambo ya fangasi na mengineyo, asema Mtume, waqa'a fil haram, atakuwa ameingia katika haramu moja kwa moja. Kwa hiyo kuna vinywaji vizuri kama soda, kunywa maziwa, kunywa juisi, kunywa hata kahawa, kunywa tevere, si haramu. Lakini haya mambo machafu machafu ambayo hayajulikani wapi yametoka, yanafanana na pombe au pengine ni pombe yenyewe, haya mambo tujiweke mbali nayo. Narudi tena kusema, kama wako watu mpaka sasa hivi bado wanatumia kachupa, waache hayo mambo, kwa kuwa Uislamu umetukataza. Nisiseme mengi nikawachosha sana. Nimwombe Mwenyezi Mungu haya ambayo tuliyazungumza tupambe nayo katika matendo yetu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atubarikie kikao chetu hichi. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala kama alivyotukusanya hapa, tukusanye kesho katika pepo ya Firdausi pamoja na mtume wetu Muhammad. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona tumelala yote. Changamke ndugu zangu. Baridi. Naam. Kama tulivyoona kuna vyeti ambavyo vinamaliza kupanwa hapa ambazo ni certificate za SSMB. Mashallah, alhamdulillah. Ni jambo ambalo linapendeza sana. Vile sisi kama sisi viongozi ambao tunaoongoza makundi haya ambayo yamekusanyika hapa, yamekusanya na watu kwa minajili ya mshikamano na umoja. Vile na sisi tuna certificate ambazo tumeandaa kwa watu maalum ambao hao watu walitusapoti kwa kila hali na mali. Kama jinsi mzungumzaji alisema, hawakulala na hawakupata muda wa kupumzika na wameacha mashughuli zao kwa kutusapoti. Tukaona sisi kama sisi viongozi hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuwaombea kwa Allah aweze kuwajalia maisha marefu na mwisho uliokuwa mema. Hatuna mengi ya kuwapatia. Tukaona acha na sisi tuoneshe sapoti kama gisi wao walivyoonesha sapoti kwa kutusapoti vijana wao kunako hii harakati yetu ambayo tumeiandaa siku ya leo. Tukaona na sisi tuwaandalie certificate vile kutokana na jitihada ambazo walizozifanya sana kwenye hii harakati yetu. Vile certificate hizo zinakuza kwa pande zote mbili, ima kwa kina mama zetu huku, hata kwa upande wa pili. Tukijaribu kutizama ni kama muda unatuacha, kwa sababu tufanye utaratibu wa kuzipana hizi certificate. Na yule ambaye atakayeitwa hapa mbele kwa heshima zake aweze kufika hapa ili tuweze kumkabidhi certificate kutokana na jitihada ambazo alizozifanya kunako hii harakati yetu kwenye kusapoti. Mtu wa kwanza si mwingine, ni mtu ambaye tumeambatana naye kutoka kwenye msafara wetu kutoka Bujumbura, naye si mwingine ni mheshimiwa Sheikh wetu, ustazi wetu
Shimirimana Isa Kishki. Kwa heshima zake tunamuomba haje hapa mbele. Allahu akbar. Naam. Haya. Shukrani sana na wewe pia. Vile vile certificate ya pili inaambatana na mtu ambaye tumeambatana vile vile kwenye msafara wetu kutoka Bujumbura, ambaye si mwingine anaitwa ustazi wetu Abu Ismail kwa jina maarufu nani? Makoko, tunamfahamu. Haya, Makoko, mtu na makoko yake, karibu. Naam, shukran sana. Certificate nyingine inakwenda kwa akina mama miongoni mwa viongozi ambao walitusapoti sana kwa hali na mali. Tulishirikiana nao kwenye vikao vingi sana, walitusapoti sana. Hatuna cha kuwalipa, hatuna. Allah ndo atawalipeni wallahi. Na si mwingine ni mama yetu Amirati Zeimana Hawa, ila tunapoona kama amepatwa na dharura hakuweza kuhudhuria insha Allah, ila na imani certificate yake watamfikishia insha Allah. Amin. Na kunako certificate nyingine ya pili, naye vile vile ni mama yetu ambaye ametusapoti sana tangu mwanzo wa harakati mpaka mwisho, tuko naye mpaka saa hii tuko naye. Naye si mwingine ni Nahima na Jamila hajati wetu. Allahu akbar. Afwan. Na mkao tulizozungumza, certificate hizi ni kwa niaba ya wale ambao tulikuwepo nao, walitusaidia sana kunako harakati hii yetu kwa pande zote mbili, na mwingine ambaye alionyesha support au jitihada kadri ya uwezo wake ili harakati yetu iende kwa usawa, naye si mwingine Dusime Amrana haya kwenye ubora wako.
na mwingine wa mwisho ambaye tulisaidiana naye kwenye hizi harakati akatusapoti naye si mwingine anaitwa Ndaikiza Asia, naye anaweza akafika hapa mbele vile vile, na ni dada yangu pendwa. Haya, tunatoa shukrani kama jinsi tulivyotanguliza. Hatuna mengi ya kuwapa, ni kuwaombeni kwa Allah tu, tuseme amin. Vile vile kiongozi wangu hapa na yeye ana yake mawili matatu ambayo anataka yafikishe hapa kwa dakika moja ima mbili insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nikiangalia nyuso zetu alhamdulillah ala kulli hali, tumejaa ilikuwa baashishi ilikuwa kubwa, tumejaa furaha isiyokuwa na kifani. Ndugu zangu hawa ambao tunamaliza kuwapatia certificate hizi, si kana kwamba wewe ambao hukupata ulitumika kufanya jitihada yako haukupata certificate, hali ya kuwa na wewe haumo miongoni mwa hao, bali nao miongoni mwa hao ambao walikaopewa certificate. Kwa hiyo tunashukuruni sana, na Allah akulipeni kheri, akuzidishie, sababu jitihada ambayo mlikaotuonyesha kwetu sisi tulikosa ile namna ya sisi kutoka hapa aliyakuwa hatukuwapatia basi acha kidogo kama certificate. Ndio maana tuliweza kuunganika kama Wafaransa wanavyotuambia l'union fait la force, umoja kila siku ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa hiyo tumeunganika kwa pamoja ili tuweze kufanya jambo lilokuwa likubwa na kuwafurahisha wazazi wetu vile vile na wababa zetu, wala msiwi na kakitu kakinyongo wala kakuzunika pa sote tunawapendeni na nyote tunawapenda. Kwa hiyo tunashukuru sana, na Allah akuzidishieni, akubarikini kwa jitihada zenu ambazo mlikazozifanya kutupokea, kutusaidiza, chochote kile. Allah ndiye mlipaji wa yote, na yeye ndiye ambaye atakayefanyaje, atakayewalipeni. Nimalize na kusema tu waadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Baada ya ugawaji wa vyeti ndipo wanamemba wa kundi mbili pendwa walipoweza kuwagawia vyeti viongozi wao kwa shukurani ambayo waliweza kuifanya kwa kuweza kuiandaa harakati kubwa hii kwa ujumla. Mwisho wa harakati kabisa ndipo walipoweza kupana zawadi kwa wajane, kwa wale ambao siwejiweza kuweza kupata sadaka. Hii ilikuwa ni harakati ya ihsani ambayo imefanyika tarehe 28 mwezi Disemba mwaka 2025 kunako mkoa wa Gitega Pana. Mimi ni Al-Imamu Ahmad na hii ni Sakina TV Burundi.